udunia unatusumbua. Udunia unatufanya tuwe mbali, na ndio jamii yetu ilivyo katika udunia huu. Na ndio maana hata wakati mwingine tunashindana sisi wenyewe, hata katika sasa tunamwamini Mungu wetu huyu, aliko katatushangaa kabisa tunavyoshindana. Sasa kama sisi nyoyo zetu ziko kwake, Mtakatifu Agustino anasema jamii au jumuiya ya Kikristo si matokeo ya mkusanyiko kimwili, ni matokeo ya mkusanyiko kiroho kwa Mungu, ambao unaonyeshwa katika mwili, katika kusanyika. Watu hawa wanakuwa mwili, wanakuwa moyo mmoja na roho moja, wakiwa wanamwabudu Mungu wao, wako pamoja. Ndio ilivyo. Lakini dunia unatusumbua, tunakuwa mbali mno na Mungu wetu. Pengine tunamkumbuka katika shida, na tunapokumbuka katika shida, kama tujapata jibu, tunaasi. Hili tatizo katika ulimwengu wetu wa sayansi. Na ndio maana mtu anaweza kawa anateseka, mtu anaweza kawa amepata ajali, baada ya kumsaidia tunapiga picha, tunachukua video hizo, tunazituma na kuzisambaza wapi na wapi. Wakati mtu anateseka, mtu anahangaika, anahitaji msaada, hatuna habari. Hili ni tatizo katika ulimwengu wetu huu. Lakini kitu kingine kinachotutawala katika ulimwengu huu wa leo tunaoishi, wa sayansi na teknolojia, ulimwengu wa utandawazi, kitu kinachoitwa umimi, ubinafsi, unaotokana na Waingereza wanasema relativism, kadiri yangu mimi. Tunajua katika historia ya wanafalsafa waliweza kufika kipindi wakasema hatuwezi kujua mambo yote, kila mtu ukweli unamhusu yeye kadiri yake. Sisi ndio tunao hukumu ukweli nini. Tumeshasahau kwamba ukweli wenyewe ni Mungu, na Yesu Kristo alisema mimi ndimi ukweli, ndimi njia, ukweli na uzima. Njia, ukweli na uzima. Na alipokuwa anatuahidia ujio wa Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli atuongoze katika kweli yote. Leo hii kuongea uongo ni kawaida tu, dhamiri haipo, na hili ni tatizo katika ulimwengu wetu. Na ndio maana tunapoadhimisha Dominika hii ya mwisho ya mwaka, kwa adhimisho hili la sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, ni tathmini kwetu kama waumini wa Kristo tunavyoishi. Kwanza tunavyoshirikiana sisi kwa sisi, upendo wetu kwa jirani, upendo wetu kwa Mungu, imani yetu, dhamiri zetu ziko hai. Ni kweli tunaongea na Mungu, na kama tunaongea na Mungu, wakati mwingine ametuambia sisi ni wabinafsi, sisi tuna kiburi, sisi tuna majivuno, tumejibu nini kwake? Ili kila mmoja anaporudia ahadi zake, kujikabidhi chini ya uongozi wa Kristo Mfalme, ajikabidhi kutoka moyoni, na amuone mwenzake ni sura na mfano wa Mungu, amtendee ipasavyo sura na mfano wa Mungu, kama yeye mwenyewe anavyotakiwa kutendewa. Na tunamuona Yesu Kristo huyu anayejitangaza na alivyotangaza kama mfalme, ameleta ufalme mwingine tofauti na ufalme wa dunia hii. Ufalme wa dunia hii una majeshi, una nyenzo mbalimbali, una amri zake, lakini ufalme wa Yesu ni ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Yesu ni wa aina nyingine kabisa. Kwa hiyo tunaona yeye amekuja kuinua waliovunjika moyo. Mfalme huyu anainua waliovunjika moyo, anainua waliovunjika moyo na wale ambao wamesahaulika, anawatafuta wakosefu wapate msamaha wanapofanya toba ya kweli.
Tumesikia katika somo la Injili ya leo, yule mtu yule aliyesulubiwa pamoja na Yesu msalabani, walikuwa wawili, mmoja kulia mwingine kushoto. Mmoja anamtukana, wewe si Yesu, wewe si mfalme, wewe si 1 2 3, usijitoe mwenyewe na sisi tuokoe. Yule anajaribu kumuonyesha vizuri, na anaomba msamaha, anakuomba upokelewa kwake. Hakika utakuwa nami leo peponi, anasema Yesu Kristo, mfalme huyo ambaye anasamehe watu, anatafuta waliopotea. Utawala wa Yesu Kristo mfalme ni utawala ambao unatawala si nchi, sio ardhi, sio mipaka kwamba paka sehemu fulani, bali ni utawala wa moyo. Anatawala moyo. Unapomkaribisha katika moyo wako, anatawala moyo wako, anakuweka katika amani ya kweli ya ndani, anakuweka katika amani ya ndani, na utamtumikia ipasavyo. Ndio utawala wa Yesu Kristo aliyouleta. Ni yule anayehurumia, ni yule anayeweka huruma mbele. Kuchagua ufalme wa Yesu ni kukumbatia msalaba. Yupo msalabani. Tunaambiwa leo katika Injili, alipokuwa msalabani imeandikwa, Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Kukumbatia msalaba. Kukumbatia msalaba kunafanya tubadilike. Kuona msalaba ni alama ya ushindi, na vile vile ni silaha kali dhidi ya adui mwovu. Ni kuchukua tuseme kupokea sadaka, ni sadaka, kuchagua sadaka kwa ajili ya ukweli, haki na utakatifu. Chukua sadaka, chagua sadaka, na si kwa ajili ya unafiki. Chukua sadaka, chagua sadaka kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya haki, kwa ajili ya utakatifu. Kwa sababu huwezi kaanza kusema kwamba unashindwa kushuhudia mwenzako na uwawa hapa, sasa unaogopa kushuhudia ukweli. Mwenzako anashitakiwa, unashindwa kushuhudia kusema ukweli kwa ajili ya haki ya huyu mtu. Unashindwa kumuongoza mwenzako katika maovu aliyo nayo, matokeo yake anapotea huyu. Kwa sababu tumeitwa tuwe watakatifu, lakini unamfanya huyu apotee, aingie katika dhambi. Ni kupenda msamaha, ambayo ni dozi kubwa ya mgonjwa mwenye ugonjwa wa kisasi. Msamaha ni kupokea huruma ya Mungu, ni kutambua kwamba tupo sote hapa kwa sababu ya huruma ya Mungu, si kwa sababu tunastahili, si kwa sababu sisi ni watakatifu, ila ni kwa sababu anatuhurumia, anatupa nafasi tuweze kuongoka. Ni kutambua sura na mfano wa Mungu katika kila mtu, na hivi kumheshimu, sio kutoa uhai wake, sio kumjeruhi. Sura na mfano wa Mungu lazima tuweze kuangalia. Kumtangaza Yesu Kristo ni kumruhusu atutegemeze au atengeneze njia zetu. Tulikuwa tunaelekea upotevuni, tuende katika uzima. Atengeneze njia zetu, zisielekee upotevuni, zielekee katika uzima. Na tunapofanya hivyo, ni vile vile tunatakatifuza malimwengu wa maisha yetu. Tunatakatifuza malimwengu, tunakuwa mfano katika familia zetu,
katika kazi tunazozifanya na katika biashara zetu, kwamba Yesu Kristo ni mfalme, tumeshamchagua yeye ni mfalme. Huruma yake iweze kutegemeza mioyo yetu, chanzo cha upendo. Tusiwe na ubinafsi, tusiwe wanafiki, na tuhuishe pasavyo dhamiri zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunaadhimisha Dominika ya mwisho ya mwaka. Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, kila mmoja wetu ajitathmini na kuangalia alivyo kama muumini na aweze kuishi navyo mpasta kama muumini. Watoto wetu hawa wanapata sakramenti ya kipaimara. Kama nilivyosema, mtoto ni malezi. Ushirikiano kati ya wazazi na kanisa katika kuwalea watoto hao, hasa katika dhamiri zao, ni muhimu sana.